mazingatio ni huu uwezo alionao hivi sasa. Na kinyume chake, kama alikuwa na uwezo mdogo alafu akapanda, ndo wakaachana kwa sababu ya kupanda uwezo, atapeleka kwa uwezo alionao sasa mkubwa. Kwa mazingatio ni ile hali anayokuwa nayo wakati ameshaachana na mkewe. Na humo ndani, kama katika kipindi cha eda anapeleka huduma au cha mtoto kunyonya, halafu akaanguka, zitaanguka huduma, akapanda, zitapanda huduma. Kwa hivyo hali ya mwanamume ndio ino determine, ndio inoamua huduma ziwe za namna gani. Tumefahamiana eh? Ingawa baadhi ya wanaume hufanya ujanja wakajifanya wamefilisika, kumbe hawajafilisika. Hayo tena yanataka uchunguzi. Waqala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wama anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu, na chochote mnachokitoa kama huduma, Mwenyezi Mungu yeye ndo anayekiwakilisha, maana yake anakikuza. Kwa hivyo usione umetoa huduma ukafikiri itaishi hapo. Mwenyezi Mungu ataikuza, ataitia baraka, atakupa nawe thawabu. Muhimu umefanya kitu kwa ukweli na uhalisia wa mambo. Hizo tatu kaziweka kama sehemu ya nini, ya utangulizi wa somo. Sasa tunaanza kuja kwenye hadithi, na hiyo ndio madhumuni hasa ya mtunzi wa kitabu. Hadithi ya kwanza kabisa aliyoiweka hapa ni hii: wa an abi hurairata radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, rawahu Muslim. Ona hadithi hiyo, Mtume Muhammad sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wasallam busara yake ni kubwa kweli. Na Mwenyezi Mungu kamteua huyu kuwa mtume wetu, katupenda sana. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema dinarun anfaqtahu fi sabilillahi, dinari moja ulioitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Dinari ni fedha inayotengenezwa kwa dhahabu, sarafu inayotengenezwa kwa dhahabu. Kinyume chake dirham, sarafu inayotengenezwa kwa fedha. Wakati ule uchumi ulikuwa unakwenda katika sarafu zote mbili, dinari na nini, na dirham. Na ilikuwa dirham moja ya fedha, dinari moja ya dhahabu ni sawa na dirham 10 za fedha. Kwa hivyo ile ya fedha ukiifanya mara 10 ndio unapata moja ya nini, ya dhahabu. Na ilikuwa kama vile tuseme leo dola na shilingi, kwamba ile dinari iwe ni dola na hii dirham iwe ni nini. Ingawa kwetu sisi tena hesabu zimekuja tofauti kidogo Sasa hivi dola iko 100 shilingi ngapi? Dola 100 laki ngapi? Laki 3 au laki 1.5? Laki 2 na basi tusende huko tena, tutatia na uchungu ndani ya nafsi zetu. Sasa wakati ule ilikuwa dirham 10 kwa dinari moja. Tumefahamiana Kwa hivyo anasema dinari moja amfaqtahu fi sabilillahi, uliotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wa dinarun, na dinari moja amfaqtahu fi raqabatin, uliotoa katika kumkomboa mtumwa. Kama mlikuwa mnachangishana mtumwa akombolewe, wewe ukatoa dinari moja katika mchango wako. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, na dinari moja uliompa sadaka maskini. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, na dinari moja ulioihudumia familia yako. A'dhamuha ajran, iliyo kubwa zaidi kwa ujira kuliko zote, alladhi anfaqtahu ala ahlika, ile ambayo umeihudumia katika familia yako. Anaonesha kwamba kuhudumia familia ni bora kuliko kuchangia fi sabilillah, bora kuliko kukomboa mtumwa, bora kuliko kusaidia maskini. Ndio, si kwanza uanze na wale waliokulazimu. Sasa wewe unakwenda kuzima moto nyumba ya mwenzio wakati wako inawaka huko, inateketea, utakomwenda wazimu. Anza kwanza kuhudumia familia yako, halafu ndio peleka kwingine. Kwa hivyo ukihudumia familia utakuwa na ujira mkubwa zaidi kuliko hao wengine. Anza na wale, halafu ndo maliza kwa wengine. Sasa kwenye familia utakuwa unatimiza wajibu na unafanya wema vile vile. Hayo ndo maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun, kapokea nani? Muslim. Wa an Abi Abdullah wa yuqalu Abi Abdurrahman, na kutoka kwa Abi Abdullah, na pia anaitwa Abi Abdurrahman, lakini jina lake Thaubana, nguo mbili. Ndio jina lake, nguo mbili. Thaubani ni nguo mbili, lakini imekuwa ismu la ansarifu Thaubana, nguo mbili. Bin Bujdud, jina lake gumu kweli. Bin Bujduda na ismu la ansarifu. Maula Rasulillah, alikuwa mtumwa. Mtume sallallahu akamnunua akamwacha huru.
alikuwa mtumwa, Mtume sallam akamnunua akamwacha huru. Qala, kasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam amesema afdalu dinari yunfiqu ar-rajulu dinaru yunfiqu ala iyalihi wa dinaru yunfiqu ala dabatihi fi sabilillah wa dinaru yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah, rawahu Muslim. Ubora wa dinari anayohudumia mtu ni dinari anayoitoa kwa ajili ya familia yake, na dinari anayotoa kwa ajili ya mnyama wake kumlisha chakula au kumtibu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwenda vitani. Wa dinaru yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah, na dinari moja anayotoa kwa saidia wenzake katika njia ya Mwenyezi Mungu wako kwenye jihadi. Hizi ndio bora. Kazileta zote tatu kwa pamoja. Lakini kule Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya mwanzo akasema ya familia ndio bora zaidi kwa ujira kuliko nyingine. Rawahu Muslimun, hadithi hii vile kaipokea Muslim. Wa an ummi Salamata, na kutoka ummi Salama radhiallahu anha qalat, Mungu radhi, kasema qultu ya Rasulullah, nilisema ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hali fi bani abi Salamata ajrun in an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim au vipi imeandikwaje? Hebu tazameni, walastu bitarikatihim au bitarikihim, kuna te bitarikatihim hakadha wala hakadha innama hum bani, faqala na'am laki ajru ma anfaqti alayhim, muttafaqun alayhi. Huyu Ummu Salama aliolewa na Abu Salama mwanzo na akazaa naye watoto. Huyu Abu Salama na Mtume sallallahu alayhi wamenyonya pamoja, lakini kwanza alinyonya Abu Salama, halafu ikapita miaka ndo akaja akanyonya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baada Abu Salama kufariki dunia, Ummu Salama alipomaliza eda akaolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa inaelezwa habari hii wakati ule wa Abu Salama bado yuko hai. Ummu Salama anasema radhiallahu anha qalat, kasema qultu, nilisema ya Rasulullah, mjumbe Mwenyezi Mungu, hali je ninayo mimi fi bani Abi Salama, katika watoto wa Abi Salama ambao ni wanawe, ajrun ujira an unfiqa alayhim, kwa kuwahudumia. Kamuona kama yule Abu Salama alifika mahala kama kachoka hivi hajiwezi, na Ummu Salama alikuwa anachangamka anafanya biashara. Sasa hawa ni watoto mezaa naye, je nikiwahudumia nitapata thawabu? Na ndio wanawake walivyo, wanasema ati watoto wa Abi Salama kama vile si wake, kwani kawazaa nani? Lakini sema watoto wa Abi Salama. Una lugha wanawake, unajua hiyo? Chukua watoto wako bwana, watizame watoto wako, mimi nasafiri. Hata na si wakati mwingine hivyo tunaambia kaa na wanao bwana we, kwani wewe si umbumbika na watoto wetu au na wenetu, tunaambia wanao. Haya ndio lugha tu zinasumika, lakini ndio watoto wetu. Je kuwahudumia, walastu bitarikatihim, na mimi siwezi kuwaacha hawa hakadha wala hakadha, si hivi wala hivi. Anakusa siwezi kuwaacha huku wala huku, ya siwezi kuwatupa upande wa baba yao wala siwezi kuwatupa upande wa mama yao, lazima niwahudumie. Inama hum bani, hakika wao ni wanangu. Faqala, kasema naam laki ajru, akambia ndio unao ujira ma anfaqti alayhi, muda ambao utahudumia na wewe utapata thawabu. Kwa vinaonesha kuwa ingawa wajibu wa kuhudumia familia ni wa mwanamume, lakini mwanamke akifanya pia atapata nini? Thawabu. Tumefahamiana? Isiwe manake mwanamke akifanya hatopata lolote. Mwanamke naye anaweza kuhudumia familia, na hasa pale ambapo mwanamume anaumwa. Abu Salama aliumwa muda mrefu, au wakati mwingine kisha staafu mwanamume, labda mwanamke bado yuko kazini. Na ndio hivyo inapotokea sasa. Kama wewe na mke wako mnafanya kazi pamoja, utastaafu wewe mapema kwa desturi zetu zilivyo. Kwa sababu sisi tunaoa tukiwa wakubwa zaidi kuliko wake zetu. Kwa kama ikifikia kustaafu, mara nyingi unaona staafu mume anabaki nyumbani, alafu mke anafanyaje? Anakwenda kazini. Na wakati mwingine wao mwingine wanakuwa na huruma, anaanza kupika mle ndani. Najua mama yenu kwenda kazini, ngoja nipike mimi. Huko mjini tunafanya wanaume wa bara, ukipika wanakuwa na bwege kabisa. Bwege. Siku moja tuko Tunduru, tumekwenda sehemu fulani nje kabisa huko, mbali kabisa, karibu na sehemu za kuvuka kwenda maeneo ya Msumbiji. Na kuna sehemu unachepukia Msumbiji, kuna sehemu unachepukia Malawi. Tukafika mahala, tumefika jioni, hapana mkahawa, hapana hoteli, tuko watu karibu 10. Hoi tuna njaa. Nikaambia twendeni, tukagonga mahala, tukaomba jiko, tukaomba chungu, tukaomba nini, wakasema atakupikieni nani? Kaambia msiulize. Tukanunua mkungu wa ndizi,
zikamenywa, tukachemsha. Ndio meli sichemsha na maganda yake, nakumbuka. Sitia zote kwenye chungu na maganda yake, poka zikapoa, funga zimenya. Baada hapo tukafanya vya kufanya, watu wakala na chai na kile. Kusema hao Zanzibari wote wanawake, nikamwambia shikeni adabu zenu. Kwa kuwa nimepika ndo mwanamke, shikeni adabu zenu. Al-Bahri anajua kupika kila kitu huyo. Au kuna vitu vinakushinda? Biriani. Haya, unaona kazi. Tena wapishi wakubwa wa shughuli za harusi ni wanaume. Kwa hivyo ala kule hali unaweza ukosha stafu, umekaa nyumbani, wewe ndio unapika, unafyagia, unafua mashuka, mapazia, unatandika. Umeolewa na wewe kidogo au vipi? Chakula. Haya, bushoke, utaitwa bushoke. Ala kule hali. Kwa hivyo hiyo ndo akauliza, akaambia ndio atakuwa na ujira vile vile naye atapata. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadith at-tawil alladhi qaddamnahu fi awwal al-kitabi fi bab an-niyyati anna Rasul sallam qala lahu innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika, muttafaqun alayh. Na kutoka kwa Sa'd ibn Abi Waqqas, mmoja katika masahaba waliobashiriwa pepo radhiyallahu anhu, fi hadithi, katika hadithi hii at-tawil, ile ndefu kabisa, alladhi qaddamnahu, ambayo tumeitanguliza, fi awwal kitabi, katika mwanzo wa kitabu hichi, fi babi nia, katika mlango wa nia. Hadithi pia ipo kwa urefu kabisa, kwamba alikuwa anaumwa huyu katika siku ya kwenda kukomboa Maka, mtume akaenda kumtembelea na mambo yaliyotokea huko ya kuhusia na nini, tumeisema kwa kirefu kule, mkitaka mtarudi mtaiona. Anna Rasulullah sallam qala lahu, kwamba mtume alimwambia, wa innaka, na hakika wewe, lan tumfika nafaqatan, hutatoa huduma yote, tabtaghi biha wajha Allah, unataka kwa huduma hiyo ridhaa ya Mwenyezi Mungu, illa ujirta biha, isipokuwa utapewa thawabu, utapewa ujira kwa huduma hiyo. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, mpaka unachokiingiza katika kinywa cha mke wako, yani chakula. Tulisema pale ile fi, kuna watu walitafsiri kwa tawili yao, mpaka unachokiingiza katika kinywa cha mkeo, wakakusudia ule utawala wa chini. Lakini huyu anatueleza hapo na pamoja chini, fi kasema fi famiha, katika mdomo wake. Haikusudi utawala wa chini, unakusudia utawala wa juu. Yani kakusudia mpaka kile chakula unachodumia mkeo utapewa thawabu. Ndio mradi wa hii hadithi. Muttafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na Muslim. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، متفق عليه. kutoka Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, si sahaba maarufu sana huyo Abi Mas'ud al-Badri, ani nabii kutoka Mtume sallam qala, kasema, idha anfaqa ar-rajulu, atakapohudumia mwanamme, ala ahlihi, kwenye familia yake, nafaqatan, huduma yoyote, yahtasibuha, anatarajia thawabu kwa huduma hiyo, fahiya lahu sadaqa, basi hiyo kwake imekuwa sawa na sadaka katika thawabu, japokuwa anahudumia familia yake. Ezao Mwenyezi Mungu anapotupenda sisi, mathawabu yako kede, halafu tunayakosa hivi wazi, sijui kwa nini. Hatari. متفق عليه، حديث ما في البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه. قال كسيما كفى بالمرء إثما أن يحبس من يملك قوته. هاي نكتوك عبد الله بن عمرو بن العاص، Mungu awe radhi yeye na baba yake. Qala, kasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam amesema, kafa bil mar'i ithman, inamtosha mtu kuwa ni dhambi, an yudhi'a man yaqutu, kuwapoteza anaotakiwa kuwahudumia. Yani akawapoteza, manake akaacha kuwahudumia wale watu ambao anawajibika kuwahudumia, inatosha yeye kupata dhambi. Ni dhambi tu, hakuna shaka yote. Kwamba wewe una uwezo wa kupelekea watu wako chakula, ukawalazana njaa, unaweza kuwalisha milo 3 kwa siku, unawapiga mmoja tu. Tumefahamiana? Unaweza kuwapelekea nyama, wewe unawasukumia maharage tu, unawabania, ama huwahudumii, au unawapa huduma nyepesi kuliko uwezo wako. Una uwezo wa kuwanunulia nguo za maana, unawapiga mitumba kama magunia.
Una uwezo wa kuweka mahala pazuri, pana umeme, pana kila kitu, unaweka mahala pabaya, hapana huduma ya maji, hapana umeme, hapana chochote, na uwezo unao, basi inatosha wewe kukupatia dhambi jambo hilo, kuwapa huduma chini ya kiwango na kuwanyima kabisa. Haya, hadithun sahihun, hadith sahih, rawahu Abu Daud wa ghayruhu, wa rawahu Muslim fi sahih bimaanahu, na Muslim akaipokea katika sahihi yake kwa maana hiyo. Yukala, akasema Muslim, kafa bil mar'i ithman, inatosha mtu kupata dhambi, an yahbisa amman yamliku qutau, kujizuia dhidi ya yule ambaye anamiliki huduma yake, yeye akajizuia, hapeleki ile huduma inavyopasa au hapeleki kabisa, basi atapata dhambi. حديث نفواتا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. دا hichi kigongo kizito zaidi kutoka Abu Hurairah radhiallahu anhu kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amesema ma min yaumin, hakuna siku, yusbihu al-ibadu fihi, wanaamka waja ndani ya siku hiyo, illa malakani, isipokuwa kuna malaika wawili, yanzilani, wanaoshuka na wao, fayaqulu ahaduhuma, mmoja wao anasema katika wale malaika, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ewe Mwenyezi Mungu mpe yule anayetoa huduma salio. Mpe anayetoa huduma, mpe nini? Mpe salio, mpe kitu kitakachobaki aweze kuhudumia tena kesho na kesho kutwa, kila siku awe na salio. Anatoa na kingine kinabaki, anatoa na kingine kinabaki kwa ajili ya kufanya jambo lingine. Abarikiwe yani. Wa yaqulu al-akhar, na anasema malaika wa pili, Allahumma a'ti mumsikan talafan, mpe yule aliyezuia kutoa huduma haribiko. Talaf, haribiko, ndio kule kutilifu. Kwa wale watu wanaotumia Kiswahili cha Pemba, mpe kutilifika, mpe tilifiko, mpe haribiko, aharibikiwe huyu, mambo yake yasende, madhali hatoi huduma inavyotakiwa. Kwa hivyo malaika mmoja anaombea, malaika mwingine anaombezea au analaani. Kwa yule anayehudumia anapata dua ya malaika njema, kwa ile asiyehudumia na uwezo nao anasukumiwa dua baya na malaika. Kumbuka, anayeomba ni malaika na anayeombwa ni Mwenyezi Mungu. Malaika ni yule ambaye hana dhambi, haasi, anatekeleza amri tu, ndo anayeomba hivyo. Ndio maana tunasema sala ya mtume kitu kikubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kumsalia mtume ni ibada. Hebu tuseme Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Achilia mbali mjozo maulidi, bid'a, si bid'a, lakini swala kumsalia mtume halina mjadala katika Uislamu kuwa ni ibada na ni jambo bora. Kwanza ile inna Allah peke yake Mwenyezi Mungu, halafu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, wao wenyewe Mwenyezi Mungu na malaika wanafanya kazi yote, na sisi tunashindwa vipi? Pana mashaka makubwa kule. Ndio ikaja ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sasa hapa malaika wanamuombea dua yule anayehudumia familia yake apate salio, mambo yake yawe mazuri, halafu wanamuombezea vibaya yule asiyehudumia nini? Familia yake. Na haya mambo yanaombwa na malaika. Sasa mtu kwa nini akajitafutie balaa wakati njia rahisi ipo ya kuhudumia familia, ukaombewe na malaika, unaacha kuhudumia ili ulaaniwe na malaika? Nini sasa? Ujipendi? Muttafaqun alayhi, hadithi imefikiwa na Bukhari na nani? Na Muslim. Wa anhu, nakutoka tena kwake Abi Hurairah, ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala al-yadu al-ulya khairu min al-yadi as-sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati ma kana an dhahri ghinan wa man yasta'fif ya'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Rawahu al-Bukhari. Naomba tu mtizame vizuri vitabu vyenu na isome hadithi. Al-yadu al-ulya khairu min al-yadi as-sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati ma kana an dhahri ghinan wa man yasta'fif ya'iffahu Allah, au kwenu imeandikwa ya'iffuhu Allah bi dhammi al-fa'i, ya'iffu. Ngoja mimi nataka hii fe, ya'iffuhu au ya'iffahu? Haya, wa man yastaghni yughnihi Allah au yughnihi Allah?
kuna ye hakuna ye? Yughnihi Allahu au yughnihi? Kwangu imekuwa yeye yughnihi Allahu, kwa hivyo nimetia wasiwasi yughnihi Allahu. Na pale yaifahu au yaifuhu, inawezekana zote mbili zipo, lakini kwangu imekuwa yaifahu bi fathi alfa'i, lakini yaifuhu vile vile inawezekana kwa fatha. Mimi nasema fe yaifa yaifu, ndio hiyo tunazungumza. Haya, wa anhu na kutoka